Mheshimiwa Gekul. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, si tushukuru, mji wa Babati upatikanaji wa maji sasa ni 98%. Tatizo letu ni bili kubwa ya maji. Wananchi wa Babati wanalipa zaidi ya 1800 kwa unit moja. Nadhani maeneo mengine nchini kama 300 au 700. Ni nini kauli ya serikali juu ya kupunguza bili hizi za maji katika mji wa Babati kwa sababu wananchi wanashindwa kuzilipia? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na namshukuru sana dada yangu Gekul kwa kuendelea kuwapambania wana Babati, na ni kweli kabisa gharama za maji Mheshimiwa Mwenyekiti inategemea na gharama za uzalishaji. Na uzalishaji inategemea kwamba ni njia gani iliyotumika. Kama ni maji tunayapata kwa njia mseleleko, basi gharama yake itakuwa tofauti. Tukipata maji kwa njia ya kutumia umeme wa sola, maana yake gharama yenyewe pia itakuwa tofauti. Lakini tukipata kupitia umeme wa grid ya taifa, gharama yake itakuwa tofauti. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inatofautiana kulingana na aina ya uzalishaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, uchangiaji wa maji ni swala ambalo hatuwezi kulikwepa iwapo tutazuia au tutapunguza sana gharama za uchangiaji wa maji. Maana yake kwamba sustainability ya miradi hiyo itafikia kipindi watashindwa kulipea hata vitu vidogo vidogo vitakapokuwa vinaharibika, na matokeo yake mradi mzima utakuwa na changamoto ambayo haitoweza. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge, tunalipokea kama serikali, tutatuma wataalamu wetu, wataenda kufanya tathmini na kuangalia gharama za uzalishaji na gharama ambayo tunaifikisha kwa mtumiaji, ili tuone kama kuna nafasi ya kupunguza. Serikali haitosita kuchukua hatua ya kupunguza gharama ili mradi Mtanzania apate maji kwa gharama ambayo inakubalika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.